Mambo yanaenda vizuri, yanaenda vizuri. Timu nafikiri iko tayari kwa kwenda Kigoma, tayari kwa ajili ya mchezo huo wa juzi. Mna mnakwenda kuumana dhidi ya Mashujaa, ni miongoni mwa timu ambao ikiwa kwenye ardhi yao nyumbani wanakuwa pia na ugumu fulani. Kwenu kama viongozi, wewe ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano, hii mechi mnaitazama vipi? Mechi ni ngumu, mechi ni ngumu kama ulivyosema wewe, ni kwamba Mashujaa wako nyumbani. Sisi tuko ugenini, kwa mechi ni ngumu. Tunajiandaa kwa ajili ya mchezo huo mgumu ili tuweze kupata matokeo. Kulikuwa na baadhi ya wachezaji ambao wamejumuishwa kwenye timu ya taifa ya Zanzibar Heroes. Wako kwenye kikosi mpaka hivi sasa ama mmewaruhusu kwenda huko? Hapana, tuko katika mpango. Nafikiri haya ni mambo ya secretariat iandikia barua chama cha soka cha Zanzibar kuwaomba wachezaji, kutokana na umuhimu wa michezo yetu ambayo imebakia, wao wachezaji tuendelee kuwa nao. Lakini bila shaka maandalizi yako vizuri kuelekea kwenye gemu hiyo? Maandalizi yako vizuri na inshallah Mungu akisaidia tunaweza tukapata matokeo mazuri, kwa sababu ni mechi ambazo bila shaka ukipoteza mechi moja nadhani unaweka rehani ubingwa wenu. Na ndio maana yake, kama unalijua hilo, basi sisi tuko katika mpambano mkali wa kuweza kupata matokeo katika mchezo huu. Kuna hamasa yote ambayo umeendelea kuitoa kwa wachezaji hasa kuelekea kwenye hizi mechi 5 ambazo zimesalia ukiona pamoja na ile ya FA? Hapana, hamasa iko katika kila mchezo, sio kwenye mechi hizi tu. Hamasa ipo katika kila michezo ambayo tunacheza. Kwa hiyo wachezaji wanalitambua hilo, kwa hiyo tuko tayari kwa mchezo huu. Okay. Bwana, nimesikia mmeshusha chuma hatari kutoka pale Kenya, mshambuliaji. Swala la usajili, subiri ndugu yangu, sio na haraka. Ngoja tumalize ligi, tumalize FA, alafu tuzungumze kuhusu usajili. Lakini anazungumzika taarifa ambazo zimepamba nchini Kenya huko, zinazungumza kwamba bwana tayari mshambuliaji wa Polisi amejiunga na Young Africans na ameonekana kwamba mambo ni safi. Wewe ulisikia sisi tumetangaza bwana? Nyinyi ni bado simpo kimya? Basi subiri. Muda ukifika tutatangaza. Sio na haraka bwana. Sio na haraka. Lakini ni miongoni mwa maeneo ambayo mnataraji kuyafanyia maboresho makubwa kabisa. Ninachosema usio na haraka ndugu yangu. Ngoja tumalize ligi, ngoja tumalize FA, alafu baada hapo njoo tuulize kuhusu usajili, njoo tuulize kitu kuhusu kocha, tutakwambia. Wengi wanazungumza kwamba kwa sasa ukihitaji kupata mchezaji bora inapaswa uanze mapema. Inawezekana kama wengi wanavyosema, basi inawezekana hivyo, lakini sisi bado hatujaanza. Nyinyi hamjaanza kweli kiongozi? Bado. Mbona inasemekana kwamba mshambuliaji alikuwepo hapa Tanzania hapa? Tanzania na Kenya hapo bwana, si ndugu bwana, marafiki. Hata mimi naweza nikenda Kenya, wewe unaweza kwenda Kenya. Sasa ukionekana Kenya basi haiwezekani bwana. Na ameonekana na kiongozi, yani na viongozi nyinyi, kuna mmoja hapo amekuwa naye huyo mchezaji. Ndo ndugu ulivyo. Ujue watu wa mpira wanafahamiana kimpira. Kwa hiyo ni mazungumzo ya kawaida tu. Lakini si anaweza kafaa kwa sababu anafanya vizuri pale Kenya na magoli 10 ameingia Januari huyo mchezaji. Inawezekana. Unajua sisi mwaka jana tulichukua wachezaji ambao wamefanya vizuri sana kwenye timu zao huko, tukiwa na imani kwamba watakuja kufanya vizuri sana kwenye ligi ya kwetu, lakini walipokuja kwenye ligi ya kwetu hawakufanya vizuri. Kwa hiyo lazima mwaka huu tuwe makini kwenye usajili. Wachezaji ambao wewe mwenyewe shahidi, wachezaji ambao tumewachukua mwaka jana tukasajili walifanya vizuri sana kwenye ligi za kwao. Hizo ligi ambazo walikuwa wanachezea walifanya vizuri sana tena sana, lakini walipokuja hapa hawakufanya vizuri. Sasa hilo mtalibaini vipi? Ndio tumetafuta dawa yake sasa. Ndio maana nakwambia subiri, ngoja kwanza tumalize ligi, tumalize FA, alafu njoo tutakwambia. Ina maana kwamba kwa mchezaji ambaye atakayesajiliwa kwa msimu huu atakuwa ni chuma kweli? Yaani chuma kweli, hatutarudia yale makosa ambayo tumeyafanya. Na kuna baadhi ya wachezaji mtawaacha pia? Ndio usajili ulivyo. Yaani kuna wachezaji wamemaliza mikataba yao, kuna wachezaji hatujaridhika nao, kuna wachezaji ambao wataingia watawapisha wenzao. Ndio usajili, yani design ya usajili iko hivyo. Kuna wachezaji wanaondoka, kuna wachezaji kwa kuridhika nao basi wataondoka ili kuwapisha wenzao. Taarifa za kuachana na Shadrack Boka pia zinazungumzwa.
Nasema ndugu yangu, subiri, mbona una haraka? Nataka kufahamu mambo. Ya, usiwe na haraka. Ukitaka jambo zuri, nenda nalo taratibu. Kama watu wanapohitaji kufahamu mambo ya uwanja. Ndio mambo ya uwanja, nenda nalo taratibu. Uwanja hauna shida, uwanja unajengwa tu. Unajua swala la uwanja ni dokoma zikishakaa vizuri, documents zikishakaa vizuri, basi swala la construction ni swala la yani la haraka tu, linaenda tu. Leo umechimba msingi, kesho umeleta kokoto, kesho kuto umeleta mawe, lakini cha msingi ni kwamba yale makaratasi ambayo yanasababisha ule uwanja kujengwa yakae vizuri, basi ama swala mengine ni taratibu tu. Kwa huenda kwamba haya mambo ya kuonekana kwamba pale vifaa vikitengenezwa ama ukarabati ukiendelea, huenda ndani ya mwezi huu mpaka sawa. Yani dokumenti zikishakaa sawa, swala la kuleta kokoto, sijui kupiga mabati, sijui kusimamisha nguzo, ile ni swala la dakika tu. Sawa, lipi neno lako kwa mashabiki wa Young Africans kuelekea kwenye mechi zinazofuata, lakini pia na haya ambayo yanazungumzwa kwa wadau wa soka? Kwanza ni waombe wanayanga wao watulivu katika kila jambo. Sisi uongozi wao, kama tumetoka hadharani na kuzungumza kitu chochote au kuzungumza kile ambacho tunapaswa kufanya kama uongozi, ni kwamba tutakitekeleza. Pia tunawaomba kwamba tunaelekea katika msimu wa mwisho wa ligi, mashindano ya ligi. Kwa hiyo tunaomba tuwe pamoja, tushirikiane ili tuweze kwamba kufanikisha kutetea ubingwa wetu, ubingwa kombe la ligi na ubingwa wa FA. Nikushukuru sana kiongozi. Asante. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.